come here, there's something for you. Kuna kitu cha maana sana you have to know. You have to know this, kwamba out of billions of population in this world, kuna watu wako huko nje, they are waiting for you. Sikukaripia, I'm just telling you. Kuna watu wako huko nje, wanakusubiri wewe. Haijalishi this time, unaona kabisa nobody, hakuna mtu anakutegemea, you lost all your family, kila kitu ulichokuwa nacho umepoteza. That does not make the world not depend on you. Kuna watu wako nje huko wanakutegemea. So your struggles zinasaidia watu wengi. Haijalishi umesoma, umekosa ajira, unasoma na unajua baadaye hautoajiriwa au hautojiajiri. Yaani hiyo haibadilishi chochote. Kuna watu wako huko nje, they depend on you. You have to know that. Yaani ni kama vile mzazi ambavyo akiwa anatoka asubuhi anajua ana watoto wanasoma, they have to eat milo mitatu. So he is fighting. And the parent, like the way wazazi wana fight, ndivyo ambavyo wewe unatakiwa ufight, kwa sababu kuna watu wako huko nje wanakutegemea. You never know one day ukiwa mwalimu utasaidia watoto wangapi. You never know one day ukiwa businessman utaajiri watu wangapi. All that people wanakutegemea wewe. They are waiting for you. It's like wanakusubiri wewe ufanikiwe. Then wow happen. Sasa ukigive up this time, sijui nini kinatokea. Utakuwa umefelisha a lot of people. Yaani utakuwa umefelisha hundreds of people. So if you have to start hard because unajua kuna watu wanakutegemea. There are people around you. Inawezekana it's not your family, it's not people close to you, but there are people back of you waiting for you. Yaani just piga hesabu ndogo, ukiwa lawyer utasaidia watu wangapi? All those people matatizo yao wanasubiri wakupe wewe. Sasa ukigive up, nani atawasaidia? Can you imagine? Imagine kila mtu ana watu wake anatakiwa kuwasaidia. Then hao watu wako nani atawasaidia ukigive up now? You need to stand up. Be like a man. Fight. That's all for today. Fight.